Habari za kutwa mtazamaji wa SQF TV na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika taarifa habari Novemba 11, 2025 kwa na Mipendo Gorton ambaye anakusomea taarifa hizi za habari kupitia studio zetu zilizopo hapa AICC jijini Arusha. Baada ya kuchaguliwa kwa kishindo kikubwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Zungu kutoka Chama cha Mapinduzi ameapishwa rasmi kushika wadhifa huo leo katika ukumbi wa Bunge jijini Dodoma. Uapisho huo umefuata mara baada ya matokeo ya kura kutangazwa ambapo jumla ya kura 383 zilipigwa huku kura 3 zikihesabiwa kuwa zimeharibika. Wabunge hili tukufu katika kutekeleza masharti ya ibara ya 84 ibanduko ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamekuchagua wewe Mheshimiwa Musa Azan Zungu uwe spika wa bunge hili. Kwa hiyo basi, kutokana na kuchaguliwa kwako, sasa nakuita wewe Mheshimiwa Musa Azan Zungu uwape viapo vinavyohusika. Karibu. Mimi Musa Azan Zungu nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kutetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Musa Azan Zungu kwa heshima kubwa ninaahidi mbele ya bunge tukufu kwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu Tanzania, na kwamba ninaahidi kuilinda, kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi nathibitisha kwamba nitatumikia vyema kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa bunge, na katika kutimiza wajibu wa cheo hichi nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa Katiba, kanuni za bunge na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano, na kwa hivyo vyote vile sitatoa siri za bunge. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Musa Azan Zungu nathibitisha kwamba nitatumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa bunge, na katika kutimiza wajibu wa cheo hicho nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa Katiba, kanuni za bunge na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za bunge. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Naam, ni Musa Azan Zungu, spika mpya wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa nafasi hiyo spika wa Bunge la 13 akisaini baada ya kula kiapo kwa kuchaguliwa kwa kura 378 kati ya kura 380 halali ambazo zimepigwa katika wabunge wote waliohudhuria hapa leo, wabunge 383, na yakijizolea kula 378 kasoro kula 2 tu ambazo zimekwenda kwa wagombea wengine wawili, na wagombea wengine waliosalia, wagombea watatu, hawakubahatika kupata kura katika kikao hiki cha kwanza cha bunge la 13, mkutano wa kwanza wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hiyo inamfanya Musa Azan Zungu, mhandisi huyu wa matengenezo ya ndege, kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kushikilia nafasi ambayo atakuwa ni kiongozi wa muhimili ambao utakuwa ni kiunganishi cha Watanzania wote na wawakilishi. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche ametoa kauli ya kwanza mara baada ya kukaa mahabusu kwa takriban siku 21. Heche amesema kwa kipindi hicho hakuwa akijua yaliyotokea nchini, lakini baada ya kuyaona anatoa pole kwa Watanzania waliopoteza ndugu zao katika vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29. Tumekuja kuripoti polisi kama tulivyotakiwa jana. Baada ya kuachiwa, tumeambiwa turudi Alhamisi saa 4 asubuhi.
kwa tutarudi Alhamisi saa 4 asubuhi. Kuna mambo kadhaa ambayo nataka kusema kwa niaba ya chama chetu. Mimi nimekuwa mahabusu ya polisi tangu tarehe 22 kwa siku 21 mfululizo. Kwa hiyo sikuwa najua kwa undani kilichojitokeza. Jana usiku nimepata nafasi ya kuona mambo mabaya sana yaliyojitokeza. Vijana wengi wameumizwa, wameuawa. Familia nyingi zimepoteza ndugu zao. Mali zimeharibika. Kwa niaba ya chama chetu nataka kutoa pole kubwa sana kwa Watanzania wote waliopoteza ndugu zao, waliopoteza mali, hasa waliopoteza ndugu zao. Kwa hiyo kwa niaba ya chama chetu tunatoa pole. La pili, kama tulivyokamatwa ndivyo tulivyoachiwa. Hakuna mazungumzo yoyote tuliyofanya na mtu yoyote. Nataka hili liwe very clear kwenye public, kwa sababu watu wasilete propaganda kwamba tumeachiwa kwa makubaliano fulani. Hatuna makubaliano tulioachiwa nayo. Bado sisi ni watu tunaamini ni innocent, na tunataka watu wengine wote wanaoshikiliwa kinyume cha utaratibu waachiwe, waende kwenye familia zao. Tunataka watu wote walioachiwa, waliokamatwa, wanaobambikiwa kesi iachwe mara moja. Chama chetu kwa haraka sana naagiza vikao vya secretariat vipitie kwa undani na tuitishe kamati kuu, na kamati kuu ya chama chetu itatoa mwelekeo wa nini chama chetu kinazungumza na ni hatua gani tutachukua kwa kwenda mbele huko. Kwa haraka sana vikao vya kamati kuu na secretariat vitaanza, lakini kwa wale ambao ndugu zao wameumia, ndugu zao wamepoteza na taarifa hazipo, waendelee kuwasiliana na mamlaka za chama. Naibu katibu mkuu atatoa utaratibu ya namna ya kufikisha hizo message. Lakini tunaitaka pia serikali iruhusu watu wachukue ndugu zao, wapate familia ya ndugu zao, wawazike kiafrika kama tunavyojua, kitamaduni, kiafrika, kidini kama tunavyojua. Wasiendeleze maumivu kwa familia ambazo zimepoteza ndugu zao. Kwa sasa tunawashukuru sana na Mungu awabariki. Hiyo ndio ilikuwa message yetu. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameutaka uongozi wa wilaya ya Uvinza kushirikiana na wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA kufanya maboresho ya miundombinu ya barabara yenye urefu wa kilomita 38 inayounganisha kijiji cha Rukoma na hifadhi ya taifa ya milima ya Mahale ili kuimarisha sekta ya utalii kupitia hifadhi hiyo. Balozi Siro amesema ubovu wa barabara hiyo unachangia kwa kiasi kikubwa shughuli za utalii kukwama, kwani watalii hulazimika kutumia kati ya saa 5 hadi 6 kufika hifadhini hapo wakitokea Kigoma mjini. Ile barabara inayokuja kwenye hifadhi ya Mahale, milima ya Mahale, kuna sehemu TARURA wanawajibika, na kuna sehemu nyingine iliyobaki kipande cha sehemu cha ile barabara wenzetu wa TANAPA wanahusika. Kwa hiyo ni waelekeze hasa wenzetu wa TARURA wilaya ya Uvinza, mna kila sababu ya kutimiza wajibu wenu kwenye kile kipande chetu ambacho tunawajibika sisi kuitengeneza. Lakini na wenzetu wa TANAPA sehemu yao nasikia tayari mweka budget kwa ajili ya kuendeleza hilo eneo. Niseme hili barabara kwetu ni muhimu sana kwa ajili ya uwekezaji, kwa ajili ya watalii. Manake bila kufanya hivyo na maana kwamba hifadhi yetu ya Mahale itakuwa inapata watu wachache sana kwa sababu ya nature ya miundombinu ya usafiri kutoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuja kwenye hifadhi yetu. Kwa hiyo kimsingi niombe sana kila mtu atimize wajibu wake ili hii hifadhi yetu ya Mahale iweze kufanya kazi vizuri, ili tuweze kupata fedha kutoka kwa wawekezaji, tuweze kupata fedha kutosha kwa wale watalii wanaokuja kutalii maeneo yetu. Changamoto kubwa tunayoipata ni njia ya barabara, ambapo barabara kutoka Kigoma mjini kuja hifadhi ya taifa Mahale sio nzuri sana, hasa katika njia panda ya Rukoma kuingilia hifadhi ya taifa Mahale. Kuna kilomita 38 ambazo kimsingi zimekuwa ni changamoto kubwa kwa hifadhi, lakini kwa shughuli za kiutawala, lakini hata watalii wanaokuja kupitia barabara wanakwama kwa sababu ya huo ubovu wa barabara. Na sisi tunaamini kupitika kwa barabara hiyo kutasababisha wageni wengi kuja wa nje na wa ndani. Tunashukuru kwa sasa tunapata watalii mbalimbali, lakini wote tunawapata ni wale ambao wanatumia ndege, kwa sababu ufikaji wa ndani ya hifadhi ya Mahale kidogo ni changamoto. Lakini
Ninaamini serikali ambayo inaongoza nchi sasa hivi, basi haya tutakayoyafikisha watayafanyia kazi, na ninaamini Watanzania pia wanaweza wakafika ndani ya hifadhi hii na kufurahia hifadhi ya Mahale ambako sokwe wengi wanapatikana mahali hapa. Kwa hivyo basi nilikuwa naiomba serikali kama inaweza kutusaidia kuboresha barabara kutoka Kigoma mpaka ndani ya hifadhi ya Mahale. Mazingira yetu kama jinsi tunavyoyaona, barabara yetu haipitiki, yani ajabu kama jinsi tunavyoona. Hali sio rafiki kabisa. Kuna kama hivi masika imeingia, ina maana sisi huku kwetu usafiri itakuwa ni duni. Kwa hiyo kama mkuu wa mkoa, labda unaweza ukaongea na TARURA, labda watusaidie ili barabara hii iweze kupitika. Mkazi wa mtaa wa Ligula, kata ya Shangani, manispaa ya Mtwara Mkindani, mkoani Mtwara, aliyefahamika kwa majina ya Shazil Ali, mwenye asili ya mkoa wa Lindi, amekutwa akiwa amejinyonga chumbani kwake. Tukio hilo limegundulika kutokea hapo jana baada ya majirani kuhisi harufu kali na kuona nzi wakiranda karibu na chumba cha marehemu. Mashuhuda akiwemo mwenyekiti wa serikali ya mtaa huo wamesema kuwa marehemu hakuwa na uhusiano mzuri na majirani zake, jambo lililosababisha wasigundue mapema kutoweka kwake kwa siku 2. Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara SACP Isa Suleiman amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa uchunguzi bado unaendelea ili kubaini chanzo cha hatua ya marehemu kujitoa uhai. Kwa majina naitwa Florida Celestini. Nimeamka asubuhi, nimefanya kazi zangu. Kwa hiyo kana nimekaa pale nje na ushaosha vyombo, naona kuna harufu kali na inzi. Kana shangaa ndani kuna nini? Alafu kizingatia kuna chumba cha pili ambacho kinatazamana macho na cha kwangu. Kuna feni leo karibia siku ya 4 na unguruma, tukashangaa hii feni mwenyewe ameondoka, feni ameacha oni. Hasa nikashangaa kuna nini? Baadaye nina harufu kali na inzi wanatoka. Kwa maamuzi yangu mimi nikatoka nje, nikauliza wenzangu, jamani ndani kuna inzi wakali wanatoka na kuna harufu kali, lakini na hisi sio panya. Nikasema ngoja, nikaambia wenzangu, tukaenda nyumba ya pili, tukazima ngazi, nikapanda juu. Nikaweka ngazi ndani, nikapanda juu, nikachungulia. Nikiangalia kitandani hamna mtu. Ila nikiangalia pembeni nakuta kuna kitu kimesimama. Yaani shingo imelala hivi na ameshanyoka. Na juu kuna kamba ya neti amefungia, imempita shingoni. Nikashuka, nikaambia wenzangu, jamani mbona mtu yupo na amesimama? Lakini hisi kama amekufa. Nikashuka. Mwenzangu naye akapanda, kaangalia. Kweli akapanda na mwenzangu watatu akapanda, kaona kweli. Tukatoka pale tukaamua tumfuate mwenyekiti ili tupate uhakika. Bahati nzuri tukaenda kwake mwenyekiti, tukamkosa, alikuwa na safari zake ambazo siwezi nikazijua. Tukampigia simu akapatikana. Kwa mwenyekiti akafika, alipofika tukamuelezea, ndio tukaanza kusambaza sasa habari. Majina naitwa Fauzia Nguya. Mimi ni mwenyekiti wa mtaa wa Ligulaties, kata ya Shangani. Hapa mtaani kwangu kumetokea tukio la kusikitisha. Kuna mkazi wangu anaitwa Mr. Shaziri. Yeye ni mfanyakazi wa manispaa, ni askari mgambo. Kwa hiyo nimepata taarifa majira ya saa 6. Nimepigiwa simu na wakazi wangu, wakati mimi mwenyewe niko kwenye harakati zangu tu za kawaida. Sikuwepo maeneo ya nyumbani. Kwa hiyo nikapigiwa simu kama mwenyekiti huku mtaani, kuna jirani yetu hapa tumesikia kuna harufu kwenye chumba chake na hatujamuona leo kama siku ya 3. Sasa tumepata harufu na mainzi. Nikaambia sasa mmechukua taratibu gani? Wakasema tumechukua ngazi, tumepanda juu kuangalia juu kwenye dari. Tumefanikiwa kumuona akiwa ananing'inia. Kwa hiyo moja kwa moja nikawa nikapata hakika kama huyo mtu amefanyaje, amejinyonga. Kwa hiyo jukumu niliochukua mimi, nimetoka huko kwenye harakati zangu, nikaenda moja kwa moja kwenye kituo cha polisi. Nimetoa taarifa, kwa bahati nzuri nikafuatana na askari, nikaja naye hapa kwenye nyumba hii ya huyu marehemu. Wamefika, wameangalia nyumba kweli imefungwa. Kilichoendelea, askari akasema yeye anaondoka, anaenda kuwafuata askari wenzie, kwa sababu wote kila mtu ana jukumu lake. Kwa hiyo wameenda kumfuata askari, kiwezekana na daktari, waje hapa waangalie jinsi gani na kitu gani ambacho kitaendelea. Na mimi kama mwenyekiti, kweli leo tarehe 10 mwezi wa 11 2025 mida saa 6 mchana pale kituo cha polisi cha Mtwara, kituo kikuu, ilipokelewa taarifa kwamba
huko katika kata ya Shangani katika mtaa wa Ligula. Katika nyumba alikuwa anaishi mtu mmoja anaitwa Shazil Ali na Manga, kwamba majirani walikuwa hawajamuona kwa siku kama 2 hivi 3, na wakawa wanasikia harufu mbaya kutoka chumbani kwake. Wakapata wasiwasi kuna nini, wakaja kutoa taarifa muda saa 6. Maaskari polisi walifika eneo la tukio na wakalazimika kuvunja mlango kwa sababu mlango ulikuwa umefungwa kwa ndani. Na walipoingia ndani katika chumba cha huyo ndugu Shazil, wakagundua kwamba bwana Shazil ambaye ana umri wa miaka 43 na ni mwenyeji wa Lindi, lakini kwa sasa anakaa hapa na amepanga katika hiyo nyumba, amekuwa amejitundika kwa kutumia kamba ya chandarua kile cha kujifunika mbu. Alitengeneza kamba kwa kutumia chandarua na akajitundika katika kenchi iliyo katika dari ya nyumba chumba ambacho alikuwa anaishi. Basi kama ilivyo kawaida, mwili uliokolewa hapo. Na nikitamatisha taarifa hii habari jioni ya leo, mkuu wa wilaya Chache kisiwani Pemba Mgeni Katibu Yaya ameongoza operation maalum dhidi ya vyombo vya moto vinavyokiuka sheria za usalama barabarani katika maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo. Wakati wa operation hiyo, DC Mgeni alishuhudia tukio la kusikitisha ambapo bajaji moja ilikamata ikiwa imebeba wanafunzi 12 kwa wakati mmoja, kinyume kabisa na sheria za usalama barabarani ambazo zinaruhusu abiria wasiozidi 3 kwenye chombo hicho. Dereva wa bajaji hiyo alitambulika kwa jina la Othman Abdallah Ali. Akizungumza baada ya tukio hilo, DC Mgeni alilaani vikali tabia hiyo na kuonya kuwa vitendo vya aina hiyo havitavumiliwa, akisisitiza kuwa vinahatarisha maisha ya wanafunzi na watumiaji wengine wa barabara. Maisha ya abiria, msijali maslahi yenu, haulishe halafu gari kalale juu. Gari hesabu abiria wako ambao wapo hapa ni wangapi? Maisha ya abiria nimekuhesabia kwenye kibao hapa, baada ya kutuona sie ukaona nini? Kwenye kibao nimekuhesabia una watu 8. Kibao gani? Maslahi yao tu. Unachokijali nyie ni maslahi yenu tu. Nimesema nikusubiri hapa kusudi nyie mujali maisha yenu. Mimi nimeshuhudia hii gari kwa jicho langu, kwenye kibao ina watu 8 ndani huku kajanza mpaka chini hapa. Kwenye kabisa gari hii kibaoni ina watu 8. Tabia gani hii? Kila siku kihesabu ajali. Uniambie bajaji hii inaruhusiwa kupakia abiria wangapi? Toka hesabu 100. Ehe, twende. 3. Ehe. Twende. 5. Ehe. 6. 7. Ehe. 7. Ehe. Twende. 8. Ehe. Toa sauti. 9. Ehe. 10. Ehe. 11. Ehe. 12. Wewe dereva wewe. Nakwambia wewe dereva wewe. Bajaji 2 hizi nipandishie juu, na mwezi mtapata bajaji zenu. Mjifunze kidogo. Hivi kama mzee wenu. Kitendo mlichokifanya ni kizuri hiki? Semeni wenyewe hiki kitendo ni kizuri? Bajaji hii inatakiwa kupakiwa abiria 3, mumeingia nyie 12. Skuli mnasomeshwa nini nyie? Mnasomeshwa nini skuli? Mnayapenda maisha yenu nyie? Kama mnayapenda maisha yenu mungejitia kwenye bajaji. Bajaji haina hata balance. Ingeanguka ile, mungesema nini? Mungeeleza nini nyie? Mnalipa shilingi ngapi kwenye bajaji? Kila mtu 500. Kwa nini mnakubali kufanyiwa hivi? Huu ni udhalilishaji huu. Ya pili nitaikaona tena mkifanya kitendo hiki, leo iwe mwanzo iwe mwisho. Mmesikia hivyo? Manake naongea hivi kama mama. Skuli hamfundishi usalama barabarani nyie? Kwa nini mnafanya hivi? Kwa nini mkafanya hivi? Mimi kuenda hivi, hawa watoto wana malengo hawa. Tukiwapakia hivi kama njugu hivi ni shida. Mnaangalia maslahi yenu tu, hamuangalii uhai wao watoto hawa.
Na mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa ya habari jioni ya leo Novemba 11, 2025. Asante sana kuchagua na kutazama SQF News jioni ya leo, lakini pia endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao X ukiandika SQF TV, lakini pia kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Nizidi kukukumbusha wewe mwana wa Tabora pamoja na viunga vyake, kambi yetu ya matibabu ya upasuaji wa mdomo wazi pale katika hospitali ya Malolo kuanzia tarehe 17 hadi tarehe 21. Sasa wewe mzazi, ndugu yangu wa karibu, ukisikia taarifa hiyo mjuze na ndugu yako karibu, pia amfikishe mtoto wako pale akapata huduma hiyo ambayo inatolewa bure kabisa, bila kusahau tarehe 19 hadi tarehe 21 mafunzo maalum ndani ya siku 3 jiji la Arusha. Wewe ni daktari, ukisikia taarifa hiyo mjuze na rafiki yako pia. Huduma hizi ni mafunzo ya ultrasound ambayo itafanyika siku 3 kwa bei nafuu kabisa, bila kusahau huduma ya ambulance ndani ya SQF. Popote pale utakapokuwepo, piga namba hizo ambazo zinaonekana hapo bure kabisa, tukakupatia huduma hiyo popote pale ambapo utakuwepo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa taarifa hizi za habari, ulikuwa na Mipendo Gotto, nikutakie jioni iliyokuwa njema na bye kwa sasa.